ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mahmoud Thabit Kombo, tayari langoni kumpokea mgeni, na yeye pale anashuka na mwenza wake Rais Thamani Shamgaranam na mkewe Bijeni Itogi Shamgaranam. Wanashuka taratibu kabisa na ujumbe wao, akiwapungia mkono wenyeji wake na kutoa heshima. Bwana, mimi nimekuja kushuka katika ardhi yenu, tujenge pamoja kama mataifa yenye ushirika kwa miaka 45, ushirika ambao umekuwa ni wenye mafanikio. Taratibu katika ngazi hizo, ardhi ya Tanzania inampokea mgeni, na mtu wa kwanza kuonana naye ni waziri wa mashauri ya kigeni wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo. Tabasamu hilo basi na shaka litazaa mengi zaidi ya kiushirika baina ya mataifa haya mawili. Wanateta kidogo na kumkaribisha katika ardhi ya Julius Kambarage Nyerere, ardhi sasa ya Samia Suluhu Hassan. Waambie bwana, karibuni, hii ndo nchi ya mlima Kilimanjaro, hapa ndiko kwao Serengeti na maeneo mengine rukuki. Lakini pia ishara ya kukaribisha nyumbani, watoto hawa walioandaliwa mahususi wanamkabidhi maua kwamba karibu hapa nyumbani Tanzania, nchi yenye uoto wa kila aina. Hapa ndipo mahali kuliko na bustani ya Mungu kule mkoani Njombe, lakini hii ni ardhi ambayo ina mbaraka wa kila aina. Pasi na shaka mibaraka hiyo ikiwemo ya mali asili itakuja kwa kugawana maarifa haya, itakuwa ni nguzo ya kuliendeleza taifa la Tanzania na nguvu yake ya kutafuta uchumi wa zaidi uchumi wa dola trilioni 1 kufikia mwaka 2050 kama inavyoeleza dira ya taifa ya maendeleo ya Tanzania. Linaweza kufikiwa kama kete zikiendelea kuchangwa na Watanzania, kila mmoja kwa mchango wake akaona anayo sababu ya kulitumikia taifa lake na kutafuta kile tunachokiona siku zote, ule uchumi wa kila Mtanzania ufikie dola 7,000 kwa mwaka kutoka dola 1,300 tulionayo hivi sasa. Mchango huo na kukaribisha wageni ambao wanachangamkia fursa hizi ndio sifa ya pekee ambayo inalijenga taifa la Tanzania. Amekuwa akikaribishwa pia na mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege Tanzania, kampuni ya ndege Tanzania Ulanga, kwa ajili ya kumfahamisha, bwana, umekuja katika ardhi ya Tanzania na ukitumia ndege yetu, hiki ndio chuma kilicho kufikisha salama katika taifa hili la Tanzania. Tayari maskari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambao wamekuja kumpokea hapa mgeni, tayari naye akipita kulikagua gwaride hili maalum katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Terminal 1, wako imara tayari kumwambia, ni sawa na ishara kumwambia umefika pahala salama kabisa. Hii ni nyumba yetu inayoitwa Tanzania, mkuu, karibu sana. Zulia jekundu likimpokea hapa, na sisi tuendelee kusemezana mawili matatu yaliyomo katika taifa hili, akiendelea kuteta na mwenyeji wake hapa Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Mchumi huyu pasi na shaka yeye akiingia madarakani tangu mwaka 2023 na akichukua sukani za kiuongozi kutoka kwa rais wa 8 wa Jamhuri ya Singapore, Halima Yakubu. Itafahamika Singapore nao katika marais wake 9 wamepata tu rais mwanamke mmoja ambaye aliingia madarakani tangu mwaka 2017 na akamwachia ngazi Rais Thamani mwaka 2023, naye akishinda uchaguzi kwa zaidi ya 70% za kiuongozi. Kwa hiyo hivi sasa anaendelea kupeperusha kijiti cha maendeleo ya taifa hilo la kusini mashariki mwa bara Asia. Anasalimiana na wenyeji wake hapa nyumbani Tanzania na watu wa ngoma, tayari kuonesha utamaduni wa taifa la Tanzania, kwamba bwana, sisi tuko vizuri pia kwenye maeneo yote, tuendelee kujiongeza kwenye maeneo mengine ya mashirikiano ya kiuchumi. Ngoma ziko tayari kumpokea mgeni. Anapewa maelezo na ngoma ya kwanza ambayo iko hapo getini, na mavazi ya kupendeza kabisa kama tunavyofahamu. Ukiona mavazi haya meupe, viatu vikipigwa kwa maringo, miguu ikipigwa kwa maringo na socks nyeupe, ujue huu ni Mganda kutoka kusini magharibi mwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkoani Ruvuma. Anawapungia mkono akifurahia mwendo na mapigo, lakini kuna wale wanaomkaribisha ukiwa na bendera mbili za Tanzania na Singapore. Wote anapewa maelezo na namna ngoma hii inapochezwa kwa wenyeji wake kutoka hapa Tanzania. Karibu kabisa, nasogelea kwenda kutazama ni nini ambacho
anataka itazame kwa usuli kabisa hii ngoma inapochezwa na yale yaliyomo ndani ya ngoma yenyewe, akipewa maelezo na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahamudu Thabiti Kombo. Vikundi vya ngoma moja tu ambacho kimefika hapa, kuna vikundi pia vingine. Itachezwa ngoma ya Kihaso ambayo itafuata hapa kutoka hapa Zanzibar. Mkewe Thaman naye Bi Jenny Itigo naye anaangalia kwa karibu ajionee utamaduni wa Watanzania, kwamba katika kuishi kwa Watanzania kwa makabila yote hayo kuna makabila pengine yanaweza kuwakilisha katika masuala ya utamaduni. Tutazame ngoma hivi kidogo. Usishangae Rais Thaman Shamgranam akikaa kwenye ngoma hizi. Kizuri kikinoga utafanyaje? Hauna namna, kitu kizuri kikinoga unakaa nacho kutazama. Ndicho ambacho Rais Shamgranam naye anafanya baada ya kunogewa na mganda kutoka kule mkoani Ruvuma. Ngoma ya Kihosa pia inapigwa hapa, naye anakuja kuangalia. Hii inatoka Zanzibar, na hebu nayo tutazame hapa. Ngoma ya Kihaso kutoka Zanzibar nayo imemvuta Rais Thaman Shamgranam akiendelea kutazama utajiri wa utamaduni wa Tanzania. Pasina shaka atakaporudi kule Singapore atakwenda kusimulia kile alichokiona katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zikiwemo hizi ngoma azionazo sasa. Jamii ya Singapore ina matabaka yaliyoungana sana kwa uimara mkubwa. 74% hivi ni wenye asili ya China, lakini 13% ni wenye asili ya Malay, yani Malaysia, ambao wana ushirika mkubwa na Kimalay ni lugha kubwa inayozungumzwa pia kule Singapore, lakini nchi kama Thailand, nchi kama Indonesia. Kwa hiyo ni jamii nyingine ambayo ina asilimia kama 13.5 hivi. Na rais aliyepita Halima Yakubu, ambaye ni rais wa kwanza mwanamke, rais wa awamu ya 8 ya kule Singapore, alikuwa anatoka katika jamii ya Malay. Wamekuwa wakiweka mgawanyo huo wao kwamba rais akitoka jamii hii inayofuata, kipindi kinachofuata atatoka katika jamii nyingine. Wanaofuata sasa baada ya vikundi hivyo vya ngoma ni Watanzania ambao wanamshangilia nao wakiopungia mkono. Basi na shaka ishara ya shangwe katika taifa hili kwamba sisi tuwema, sisi njoo tuendeleze mashirikiano ya kujenga dunia iliyopala salama kabisa. Na jamii nyingine ni jamii ya Wahindi. Jamii ya Wahindi ambako tunasema ndio asili kabisa ya Rais Thaman Shamgranam anakotokea. Kwa hiyo
kumekuwepo na mgawanyo, na urais kwa taifa la Singapore hautokani na vyama vya siasa. Ni rais akigombea inabidi ajitoe kwenye chama chake cha siasa ili maisha mengine ya kiutawala yaendelee. Kwa hiyo yeye alipogombea mwaka 2023 alikuwa ni independent candidate katika uchaguzi uliomweka madarakani, na baada ya Rais Halima Yacobo kutangaza kwamba hatoendelea na muhula wa pili, nia yake ya rais ambaye kipindi hicho alikuwa ni mbunge lakini pia akishashika uwaziri tangu mwaka 2001 akapata ridhaa ya watu wa Singapore na wakampa nafasi hadi hivi sasa ya kiuongozi, gwiji huyu wa masuala ya kiuchumi katika taifa hili. Anarudi kwenye eneo lake red carpet akitangulizwa na mwenyeji wake kukamilisha kufika kwake Tanzania katika siku ya kwanza tunayohesabu leo ya Juni 8 mwaka 2020.